Chama cha Mapinduzi, ndugu Musa Azani Zungu, mbunge wa Ilala, ili aje hapa ale kiapo cha uspika kwa niaba yenu. Mbele yenu hapa. Katibu. Mheshimiwa Musa Azani Zungu, ninayo heshima kukuarifu kwamba wabunge wa bunge hili tukufu katika kutekeleza masharti ya ibara ya 84 ibanduko ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamekuchagua wewe Mheshimiwa Musa Azani Zungu uwe spika wa bunge hili. Kwa hiyo basi, kutokana na kuchaguliwa kwako, sasa nakuita wewe Mheshimiwa Musa Azani Zungu uwape viapo vinavyohusika. Karibu. Mimi Musa Azani Zungu nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kutetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Musa Azani Zungu kwa heshima kubwa ninaahidi mbele ya bunge tukufu kwa nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu Tanzania, na kwamba ninaahidi kuilinda, kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi nathibitisha kwamba nitatumikia vyema kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa bunge, na katika kutimiza wajibu wa cheo hichi nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa Katiba, kanuni za bunge na sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za bunge. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Kwa kazi tuliyoifanya, tumekamilisha prosesi yote ya kumchagua spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa matokeo yaliyosomwa na katibu wa bunge, Mheshimiwa Musa Azani Zungu kutoka Chama cha Mapinduzi ndiye spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo nawashukuru wote waliokuja humu ndani kusikiliza na kuona hii process ya kidemokrasia. Hapa ndio mwisho, tumemaliza shughuli hii. Kwa sasa ningemwomba Mheshimiwa Spika aende akajitayarishe ili aje akae kwenye kiti chake aendeshe bunge rasmi. Maliza maandalizi, bunge linasimama kupisha heshima hiyo.
Taifa na wimbo Afrika Mashariki. Na utuwepo uwezo wa kujadili kwa dhati mambo tukileta mbele yetu leo. Waligombea kupata nafasi hii katika ngazi ya chama, la hasha. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu alinipa kibali na kuridhia nigombee nafasi hii, na washukuru sana. Bora kuliko aidha, ni washukuru waheshimiwa wabunge wateule wote kwa kunipigia kura na kuniamini kwa kiongozi wenu mkuu wa Bunge. Imani mlionyesha kwangu ni kubwa na thamini sana imani hiyo. Niwahakikishie kuwa huu ushindi ni wetu sote. Hususan Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, ambaye amekuwa kiongozi wangu akiwa spika na mimi nikiwa naibu spika katika bunge la 12 kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2022 hadi mwaka 2025. Mheshimiwa Dr. Tulia aliniamini na kunishirikisha katika masuala mbalimbali, na nilitii maelekezo yake yote ili kuhakikisha bunge letu linatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa kanuni na taratibu zilizopo. Nakushukuru sana Dr. Tulia kwa mchango wako na mafunzo na elimu ulionipa. Namshukuru pia katibu wa bunge ndugu Baraka Leonard na timu yako yote ya watumishi wa bunge kwa maandalizi mazuri ambayo yametuwezesha leo kuanza kikao chetu cha kwanza cha mkutano wa kwanza wa bunge la 13. Kipekee sana nawashukuru wananchi wa jimbo la Ilala kwa kuniamini na kunichagua kwa mbunge wao kwa kipindi cha 5 sasa. Nawashukuru sana kwa heshima kubwa mlionipa, hakika ni deni kubwa sana kwenu. Yale yote tutakubaliana na tutakubaliana kama vipaumbele vya taifa katika mipango yetu mbalimbali kwa kipindi cha miaka 5 ijayo, yafanikiwe kwa maslahi mapana ya kutumikia wananchi wa nchi yetu. Ingawa bado hatuna upande wa serikali leo, tunaye mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Hamza Johari. Ni ahidi kutoa ushirikiano kwa serikali kwamba kama bunge tutashauri na kutoa maazimio ya bunge kwa ajili ya ustawi wa wananchi na maendeleo endelevu ya nchi yetu.